linasema pia tunamwomba Mungu atuletee umoja katika Afrika. Tena hata katika Tanzania tunahitaji umoja. Na hapa katika taasisi hii nimeshangaa sana jinsi ambavyo dini mbalimbali. Leo niko na shehe ninayemkubali sana, shehe wa mkoa huu. Huu ndio umoja tunaotamani Tanzania. Sio kunyoshana vidole, sio kuweka kebei kwa sababu ya dini. Tanzania Mungu ametuweka hivi kwa makusudi yake mwenyewe. Kwa makusudi yake mwenyewe, na tulio wengi tumerithi dini hizi. Hatuna sababu ya kunyosheana vidole. Kaiserege na Kemebos, ninawapongeza kwamba shule hii inapokea watu wa dini mbalimbali, tena wote wanapata haki sawa. Huo ndio umoja tunaotaka katika nchi yetu. Tena nimesikia walimu wa dini zote wanaruhusiwa kuja kufundisha. Na ndugu zangu na mheshimiwa mwakilishi wa mkuu wa mkoa, tukubaliane, tunahitaji kujadili sana. Inawezekana elimu ya vitabu, elimu hizi zingine zote tumeshajipanga vizuri, lakini ni wakati sasa wa kuona mtu apewe elimu ya kumjua Mungu. Hilo ndio pungufu tulio nalo katika nchi hii. Heshima ambayo mtu akimjua Mungu hahitaji kusukumwa. Mungu anafanya yeye mwenyewe. Hicho ndio pungufu katika taifa letu. Watu wamjue Mungu kama vile ambavyo katiba ya jamhuri hii, wanapochaguliwa watu mbalimbali kwa nafasi mbalimbali wanaapa kwa ajili ya dini zao. Basi tuwaone pia wakiyatenda sawasawa na viapo vyao. Mtu asibebe Korani au Biblia alafu baada ya kuapa hafanyi kile ambacho aliapa. Viongozi wa dini lazima tuwaone watu wa namna hiyo na kuzungumza nao ili tuwasaidie. Na hii ni kwa ngazi zote. Tuone umoja huo. Ndio faida tulionayo Tanzania, kwamba watu wanajipambanua kwa dini zao. Basi tukitumia dini hizo hizo tunaweza tukaleta na kuyajenga maadili mema kwa taifa letu, ambayo sasa kuna mmomonyoko mkubwa ambao tunaushuhudia, mmomonyoko wa ajabu. Lakini tukitumia viongozi wa dini, mimi nina hakika tuna kila sababu ya mchango wetu kama viongozi wa dini kuweza kuijenga nchi yetu vizuri zaidi. Wahitimu wa kidato cha 6 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, jumuiko hili la leo ni maalum kwa ajili ya kuwapongeza wanafunzi 212 wa kidato cha 6, tukiwa na wasichana 86 na wavulana 126 wanaohitimu masomo yao mwaka huu. Niombe kueleza machache juu yao. Wanafunzi wa kidato cha 6 walianza masomo yao ya elimu ya sekondari ya juu mwezi Julai mwaka 2024 na wanatarajia kuanza mitihani yao ya taifa Jumatatu ya tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Nitumie fursa hii kuwataarifu wazazi na walezi wao wote kuwa maandalizi kwa wanafunzi wetu kuelekea mtihani wao wa mwisho yanaendelea vizuri. Mambo yote muhimu yamefanyika, ikiwemo kuwapima kwa mitihani mbalimbali ya ndani na nje na kuwaweka vizuri kisaikolojia, kiakili na kimbinu ili kuikabili mitihani inayoelekea kuanza bila hofu, uoga wala kupaniki. Aidha, afya na nidhamu ya vijana hawa ni nzuri na pia wanaendelea kupata mafunzo na maelekezo ya kidini kutoka kwa walimu wetu wa dini. Ni imani yetu kuwa vijana hawa wa kidato cha 6 wataitetea heshima yetu ya shule ya kufanya vizuri katika mitihani yote ya taifa na kuendelea kuupa heshima mkoa wetu wa Kagera. Ni wakati wetu sasa kulinda na kutunza heshima kuu ya shule zetu.
tunapoandaa na kuwaombea kwa ajili ya mtihani unaokuja hivi karibuni. Nanyi pia jiandaeni, na mkimtanguliza Mungu katika kila jambo mtafanikiwa.